Julie. Aden. Wewe kopo ashikamo. Tia jikoni. Leo yaosha vyombo mpaka saa hii wewe. Au ya mama ndo nafanya sapi nifutie makabati nikimaliza nioshe vyombo ndo napikie. Haya. Alafu kuna kitu nataka kukuambia Julie. Nini tena madam? Unajua Swaumu kuna vitu ameniambia. Nataka nikuulize. Niulize tu madam. Nasikia wewe unamfulisha Swaumu. Unamwoshesha vyombo. Tena unampa maji ya kunywa ya chooni. Kwani wakufanyia hivyo mwanangu? Yule si kama mdogo wako yule? Madam, mimi Swaumu ni kama mdogo wangu. Na siwezi kumfanyia mimi hivyo vitu. Nampaje mtoto maji ya chooni wakati najua mimi mwenyewe tu siwezi kunywa maji ya chooni. Nampaje mtoto anywe maji ya chooni? Na kama swala la kufua, ni siku moja tu nilimwambia Swaumu, chukua nguo yako ya ndani ifue. Kwa sababu kuna leo na kesho. Kuna kosa hapo madam. Kwa sababu yule ni mtoto anatakiwa afundishwe. Lakini ni vile vikazi vidogo vidogo. Unaosha vyombo yeye anasuuza. Unafua yeye anasuuza, wewe unaanika. Afu kingine, mimi najielewa ni mtu mzima madam. Mimi siwezi nikamwambia mwanao, yani nikamtesa mwanao wakati najua kabisa ni mtoto mdogo. Madam, hata mwenyewe tu ungeswala ili ungeliangalia kwanza kabla hajaja Swaumu. Ndani mimi sio kufanya kitu chochote kibaya. Labda nikakufanyia hiki kitu mpaka mwenyewe ukasema huyu binti ana shida. Sema mwenyewe madam, siwezi. Sina lomba kiasi hicho mimi. Mimi analeta kakwe. Yule ni mtoto, afu unajua mwanangu hajakaa sana yombwani. Kwa haya mazingira hajazoea. Jitahidi kuwa sawa na mtoto. Yule ni mtoto. Tumeelewana? Sawa madam, lakini nimeuma. Mimi siwezi kabisa. Sina lomba kiasi hicho mimi. Basi sawa. Kama nimekukwaza, usimhamishie asiwa mtoto. Niambie mimi. Tumeelewana? Sawa. Basi nilikuwa nataka nikuachie la kidogo, Kaa. Utanifuatia matunda, maana ndizi limeisha ndani. Sawa. Haya baadaye. Haya. Najisikia vizuri mtu akilalamika. Yaani sio maji ya chooni tu, hadi kinyesi atakula. Mimi ndo Julie. Hiyo ndo I like. Yaani mtu akiniona kwa nje hivi anaona naumia sana. Mtu akiniambia najisikia vizuri. Swaumu, kazi unayo. Umesema kinyesi leo utakula. Linaficha giza, mikono yake imebeba siri, moto wa taa unazimika pole pole. Toa mikono. Julie, mbona tunafanyana mambo ya kitoto? Huyu sasa si utoto rafiki yangu. Yaani nikategemea muda ule unaniambia nije chumbani kwako. Mimi nikadhani labda nakuja nikutambalize. Kumbe unakuja ili unikazie. Sasa kulikuwa kuna maana gani ya kuniambia nije ndani rafiki yangu? Hebu usinifanyie hivyo basi. Wewe. Mimi sio mpesi hivyo. Sawa. Sasa nimekuambia uje chumbani kwangu, ukajua mimi ni mwepesi kiasi hicho. Wewe. Takuvunja mguu. Au ndaka uone upande wangu wa pili. Julie, nini unafanya? Mimi mtu mzima ujua. Alafu kama ni mtu mzima, kupa siku nifanyia hivi. Unaweza na hamu bwana.
Unajua kukaa getini pale sio masiara. Nina ugwadu wa miaka 8. Nina upwilu. Mtuzaba mwane basi. Wewe takutia kichwa. Afu miuni unaoleta hapa mwenyewe nishaufanya. Sijakuita huko ndani kuja kunishikashika, nimekuita kwa sababu ya kuja kuongea. Aha. Naona sasa wewe unajikuta pia Kachopra. Sepetu Wema. Lulu Diva. Yaani unajiona mzuri? Sikia nikwambie. Mimi nilikuwa nakutaka nikuzagamue tu. Sio kwamba nakupenda sana. Mimi nakutaka tu wewe unipe hiyo mali basi. Unatoka na mamba kabla hujavuka mtu? Kwa unajichukuliaje mlinzi? Hizo ndevu zinakuchanganya. Mtoto wa Kiluguru. Mimi ndo mtoto wa Kimakonde. Afu wa utoto unaofanya mimi nishapitia. Afu mimi sio mtoto wa 2000 loko. Mimi na degree na diploma za ubeki 3. Kwa hiyo michezo naifanya hapa yote nishaipitia. Eti najikuta Alikiba. Usitukane mamba kabla hujavuka mtu. Wewe nani kakwambia kwamba kila anayetukana mamba lazima avuke mtu? Haya, huo mtu mimi sivuki. Narudi nikotoka. Au namuua mamba ndo napita huo mtu. Au sipiti kwenye mtu napita pembezoni ya mtu. Utaniambia nini sasa? Sikia. Fanya kama mtu mzima. Please. Kwa unajikuta nani Alikiba? Au unaniona mimi mwepesi na nichukulia poa tu kwa sababu beki 3? Oya wewe ya kuvunja mguu. Au unataka nikuonyeshe upande wangu wa pili? Rudi, toka nje. Sinarudi ulikotoka. Toka nje. Toka. Wewe. Chumba tena. Uko wapi tena? Hapana madam. Mimi nilikuja kumwangalia Juli. Chumbani. Nimechelewa kupata msosi. Na tena nimemtafuta sana. Nimemwita sana na kusikia. Kwa hiyo nikaona nije nimwangalie chumbani kwake, labda atamkuta. Hivyo mkuda una akili kweli wewe? Yaani unashinda kukaa getini kuangalia watu huko, kulinda, wewe huko. Unafanya nini? Chakula unafuataga wewe huko ndani, si ndio? Amna madam. Niliona amechelewa sana. Hivyo ikanipasa nije kwa sababu njia alikuwa ananiuma sana. Kazi za getini zinakushinda. Kufagia kuna kushinda wewe. Kulinda ile geti kuna kushinda. Madam, naomba basi unisamehe. Sitorudia tena. Haitoirudia. Nisamehe madam. Ngoja nimwangalie pa. Huyu baba. Mimi nilizani yuko huko ndani. Yaani hawa getimani wa siku hizi. Yaani mtu anashindwa kukaa getini, anakuja kukaa ndani huko. Kama kachanganyikiwa. Hivi una yuko wapi? Jikoni hayupo, ndani hayupo. Au sebleni? Unajifanya unajua sana eti. Wewe kwani unajifanya unajua? Unajifanya unajua sana. Mimi na nani mkubwa?
Kwa nini unamwambia mama yako kama mimi nakutesa? Eti kwa nini unamwambia mama yako kama mimi nakutesa eti? Unadhani mimi najua uchungu wa miezi 9? Hivi unadhani mimi bebe ate nilamela? Wewe unajifanya unajua sana eti. Wewe unajifanya unajua. Wewe unanizuia mimi kukupiga eti? Unanizuia mimi kukupiga? Mama yako na baba yako washaondoka, mimi ndo bosi aliyobaki. Nini unamwambia mama yako? Wewe unajifanya unajua sana eti. Wewe unajifanya unajua. Unanitania unajua sana. Umwambie mama yako mimi nakutesa. Mimi nakutesa. Hivi wewe ukifinywa hivi unateseka. Wewe jisikila. Wewe jisikila kufinywa. Ujisikila kupigwa. Unaniangalia kwa huruma. Unadhani mimi nakujua leba. Eti unadhani mimi nakujua leba? Na hivi ukimwambia tena mama yako, nitakuvunja hicho kipua chako na kitoo. Mwangalie kichwa chake kibaya kama samaki. Na ufunge ile bakuli lako mpaka siku ya kwenda shule, hapo tabaki kama mti shamba. Enda kanchukue maji ya kunywa. Enjoy mtoto siku. Pendel shamba. Mimi ndo tajiri yako hapa nilobakia. Babako na mamako akiondoka, mimi ndo boss. My princess of house. Fanya haraka. Mwisho kinikasirisha, nikipata muda nitakumwagia gesi. Kivuli cha dada wa kazi kinatembea usiku, sauti ya giza inanong'ona ndani ya nyumba. Alo Landoza. Nizima wewe? Ile ishu yako? Yaani kama mipango hivi inagoma, maana Mkude mwenyewe kila anachomwambia anakataa. Na mimi sijawahi kuona mwanaume anapewa hadi hela lakini bado anamkataa mwanamke. Kwa hiyo utaka umuonje utamu wake tu basi. Amna. Kwani wewe unampenda sana Tukasikiliza. Kama unataka hivyo, mimi kuna mipango yangu nitakufanyia. Itatiki. Kwa wala usiwazi shoga yangu. Mimi nitahakikisha utamu wa Mkude unaupata. Nipe muda tu kidogo. Sasa sikiliza. Cha msingi unatakiwa uwe na uvumilivu. Mimi nafanya mipango iwe sawa ili ukutane na Mkude. Sawa? Yaani wewe usiwazi wala usijali. Kesi shafika mahakamani, mimi na hukumu utampata Mkude kwa namna yoyote. Mwanaume anapewa na hela anakataa. Usiwazi. Baadaye tutakuja. Sawa, basi kama ukija tutaongea vizuri, usiwazi. Karibu sawa baadaye. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza. Hatua za pole gizani zinatembea. Mlango unalia kama una siri. Kuna macho yanatazama. Kwani chakula hajaiva mpaka sasa hivi? Nilikuwa namalizia. So muda ningekuja kukuambia kama tayari. Sawa basi. Kikishakuwa tayari utanipa taarifa. Sawa bosi.
Sasa ipo Sedeniona. Mbona tajashtuka atakuleta msimko? Yu bosi vipi? Kwa ina maana hajaniona? Mbona hajaonyesha kiashiria kama kaniona? Au katumwa? Vipi ndugu yangu? Mbona umenitia huko? Bwana shemeji, nimekuita hapa, kuna swala nataka nizungumze nawe. Maana nimejitahidi sana kuzungumza nawe nyumbani, lakini ni swala limeshinda kuzaa matunda. Ndio maana leo nikaamua nipite hapa nipange. Inahusiana na nini hilo swala? Ni kuhusiana na jini. Bwana shemeji, kweli Yuli ni mchawi. Acha bwana mambo yako bwana. Inawezekana vipi? Jicho inaweza vitu kuishi vizuri na watu. Sisi wote mwendani mashahidi kwamba wewe binti tumekuona vizuri. Ni sawa. Ni vigumu sana kwa nini. Lakini haya nayo kuandia hapa ndo halisia wenyewe. Kama unakumbuka siku moja tulikuwa daini ina itakwambia kuwa kuna kitu nataka nikwambie. Alafu nikasita. Ni wakati ule nataka kuongea alinikatezea na akanikanya hilo. Tafsiri yake ni shemgeke kwa. Mbali na hilo, ni mara kadhaa sana ananipa vitisho. Akimsihi kuwa nisiongee mambo ambayo siyawezi kuelezea. Kwa hiyo ikawa ni vigumu sana nikusema. Ndio maana nikapita hapa leo nikaambie hivi basi wewe. Hivi wewe ushakuwa na hapi mchawi akaishi vizuri na watu? Sisi pale ndani wote ni mashahidi, tunaishi vizuri sana ule binti. Anajituma, anafanya kazi zake na kila kitu kiko sawa. Sasa umenitoa kule, njoo tuzungumze, kumbe unakuja kuniambia masuala kama ya kichawi kweli? Hebu nisikilize bwana. Wewe kama labda una ugomvi wenu binafsi wewe na yeye, au labda umemchoka pale, au labda wewe umechoka kukaa pale nyumbani unataka kuondoka, ni heri tu ukasema, lakini sio kumsingizia mwenzio kwa ni mchawi. Yaani binafsi sijapreshwa kabisa na hili swala. Sasa mimi kuna sehemu naelekea hivi. Sisteri. Mimi kuna jambo bwana. Nataka nizungumze na wewe mara moja. Jambo gani hilo? Unajua, toka niondoke kijijini, shughuli zangu zimesimama. Yaani namaanisha vitu vyangu vyote nilivyoviacha kijijini toka niondoke, maendeleo yake yamekuwa mabovu. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakifikiria, niondoke nirudi kijijini kwanza nikasimamia vitu vyangu. Mbona haraka sana? Au tayari ushamkumbuka wifi yangu? Inawezekana hiyo pia ikawa ni sababu, lakini kwa kiasi wazi sana. Ila si nalikumbuka lile shamba langu la bondeni kule. Rashidi kanipigia simu. Kaniambia ni kumechafuka sana. Yaani kiukweli hakuna uangalizi wowote toka niondoke. Kwa hiyo nimeona tu bora nirudi nyumbani dadangu, nikafanya kazi za shamba. So mbaya kwa sababu pia wifi yangu amekaa muda mrefu peke yake. Najua ukienda mtamaliza. Sasa kwa kuwa kesho unaondoka, ungependa upikie chakula gani? Maana unajua wewe baba unapenda kula wewe kuliko vyote. Na kweli mimi sipendaji kununua vyakula vya kwenye basi. Kwa hiyo natamani leo nipikiwe pilau fulani hivi na nyama.
uniwekee kwenye hotpot nisafiri nayo kwenye basi. Wewe tena mpenda kula. Yaani hapo nataka uwekewe ndizi, usisaulike chungwa na juisi kubwa. Unajua nini? Mimi sipendagi kununua vyakula nikiwa kwenye basi. Kwa hiyo nikitoka na vyakula vya nyumbani, hiyo safari itakuwa nzuri sana. Basi sawa. Hakikisha ukifika umwambie wifi yangu nimemiss sana. Basi sawa, nilikuwa na hilo tu dadangu. Hamna shida. We, nimesikia unataka kuondoka. Hiyo safari yako itakuwa mwisho wa maisha yako. Kwani kuna shida gani mimi kuondoka? Wewe ukiondoka utatoboa siri zangu ulizoziona humu ndani. Mimi kama Juli nakupa onyo, ukiondoka humu ndani nitakuchekecha, alafu huo moyo wako nitaula. Lakini unionewe. Haya ni maamuzi yangu binafsi. Kwa nini sasa unaamua kunifuatilia kila ninapopita? Sikia nikwambie Yude, usipende kubishana na viumbe visivyopenda kubishana. Usiku ukishuka kimya kinazunguka. Washemeji. Vipi umemkaje? Safi. Angalia movie hapa. Nimeshangaa sana kukuona hapa muda huu. Na jana nipata taarifa kwa wewe unaondoka unarudi kijijini. Na kwa ninavyojua huko mjini, mabasi ambayo yanaelekea huko kijijini huwa yanawahi sana kuondoka pale stand. Lakini mpaka muda huu kweli Bashemeji, ni kweli nilitaka kuondoka. Lakini yale maswala kuna mtu nimewasiliana nayo na amesema atayafix. Kwa hiyo bado nipo sana. Mimi nadhani hilo ni jambo zuri sana. Kama unawachika kila kitu kinaenda sawa, basi hakuna shida. Unaruhusiwa tu kuendelea kukaa hapa. Haya, mimi nilikuwa natoka basi naelekea kwenye mishimishi huko mjini. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Basi sawa, hamna shida. Alafu bashemeji. Samahani kidogo. Si unajua tena mambo ya ndevu kidogo zimekuwa, nataka nikapendeze kidogo. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Nitamwachia ujumbe hapo dada yako. Kwa atakupatia pesa kidogo kwa ajili ya kwenda saloni. Basi shukrani bwana, hamna shida. Uwe na siku njema basi. Sawa. Hivi Juli, ni kwa nini umenizuia nisiondoke? Ni kwa sababu mimi napenda mnavyohangaika huko mtaani. Yaani unamaanisha nini unaposema unataka unione nahangaika huko ndani? Najisikia vizuri. Yaani mimi ndo furaha yangu, yaani vikurupu hivi vya hamsa, umeniogopa, nimepita nimekuangalia tu umeshtuka. Mimi ndo najisikia vizuri uzo. Sasa kama ni hivyo, kulikuwa na ulazima gani leo kuwatesa watu ambao hawana hatia?
Wewe unaweza kumezoea afski maswali matali yake ya kipuzi sta. Wajuli, nini sasa hicho unafanya hapo? Bosi, nafanya mazoezi. Kwa hiyo wewe ukijiangalia kabisa unavyofanya wewe na wanavyofanya wale ndo mnafanya sawa sawa? Hivyo una akili vizuri kweli wewe eh? Mbona mambo unayofanya yani hayaendani kabisa na jinsi wewe ulivyo? Kila siku nakaa kukuelekeza fanya hili, acha hili. Utazama mtoto mdogo bwana. Huu muda ninaotumia kukuelekeza wewe, natakiwa nikae chini nimwelekeze Swaumu, sio wewe mtu mzima. Sawa bosi, nimekuelewa, samahani. Toka nenda. Samahani. Toka nenda. Kwenda kumuone kwanza. Samahani ndugu yangu, bila shaka wewe utakuwa mwenyeji katika mtaa huu. Ni kweli, mimi ni mwenyeji maeneo haya. Samahani, kulikuwa na kitu nilitamani kukuuliza. Kuna mdada nilimuona mitaa hii, lakini anaonyesha nilivyomuona pia na yeye anaishi mitaa hii. Kwa hiyo nilikuwa natamani kujua, sijajua anaishi nyumba gani maeneo haya. Ni mdada fulani hivi mfupi mweusi, afu kama ana kikomo hivi, kikomo chake hivi kama kapata ajali ya bodaboda, na kikomo fulani hivi mwembamba hivi. Huyo atakuwa sawa Juli kweli? Huyo anaitwa Juli. Si mweusi hivi mwembamba hivi, mfupi. Huyo kiongozi. Namfahamu huyo. Sasa kama unajua anapoishi, naomba unielekeze. Sasa nimeamini kweli kuna watu wana bahati hapa duniani. Uwezi amini binti unamtafuta anaishi nyumbani kwangu. Yaani ni mfanya kazi wangu. Kwa hiyo naishi naye hapo nyumbani. Na sio mbali sana kutoka hapa. Ni kama nyumba ya 3 ya 4 hizi tu. Fanya kazi wako ndani? Inaishi vizuri kabisa. Mimi naona yuko sawa tu, anafanya kazi zake kama kawaida, anapika na kila kitu kiko sawa. Kwa amani. Mbona unauliza hivyo? Kuna shida au?
Kwani kuna nini ndugu yangu? Mbona hivyo? Nisikilize ndugu yangu. Yule binti sio mtu mzuri kabisa. Yule binti ni mchawi. Na lengo la kukuulizia huko alipotoka akafanya matukio na tatupwa. Na mimi baada ya kumuona hapa nikaambiwa nifanye upelelezi, lakini kwa bahati nzuri wewe umesema uniijie na anaishi kwako. Ile binti sio mtinjie. Kuna mengi hapa. Juli mwanangu. Abe baba. Nimeamua kukutoa nyumbani tuje tuongelee mara hapa kwa sababu kidogo pametulia. Kwa nyumbani wakelele majirani wakati mwingine mpaka mtu mchana huwezi kusinzia. Mimi hapa nipo hapa na kusikiliza babangu. Sasa unajua mwanangu ni soma sana. Wewe mzuri kabisa. Tunajua mimi kopi ya mamangu. Marehemu mamangu. Kabisa. Na nikiuangalia umonyo wako, wallahi namkumbuka mke wangu Bi Farida. Alikuwa mtu, alikuwa chombo. Uzuri wa bahati mimi baba yako. Mwanangu, sijawahi kumpenda mwanamke mbaya. Yaani ukiona nimekutamkia mwanangu kwamba nakupenda, basi ujue wewe ni mtu katika zile sifa 10 za mwanamke. Basi mnazo. Ukiangalia mwenye wako, mapaja yako haya mwanangu, ukiangalia kifua chako, autia. Sasa mbona unanishika paja baba? Mwanangu, paja lako linasisimua, Ukiangalia vimemwendo vyako. Baba mimi mwanao. Ni sawa, lakini unajua mwanangu, toka mama yako afariki, hujawahi kuniona hata siku moja namleta mwanamke pale ndani. Na mimi ninakupenda mwanangu. Yaani wewe ndio kama mboni ya jicho langu. Unajua mimi nawaza nini kupitia wewe babangu? Hapo unakuja unaniambia vitu ambavyo sijielewi. Yaani kama wewe babangu unaweza ukaniambia hivyo watu wa nje mimi utanichukuliaje? Mimi hapa yule watanichukuliaje? Baba. Mimi hapa hivi ni mwanao. Baba mimi ni mwanao. Mimi siwezi nikawa mpenzi wako au mkeo. Ni jamii itanichukuliaje? Yaani kama wewe unaweza ukaniambia maneno kama vipi vijana wa nje mimi, Na mimi sitaki mwanangu, kwa uzuri ulionao uje ukutane hao vijana wa mtaani wasiojua umuhimu wa mapenzi, waje wakuumiza moyo wako. Mimi nitaumia kama baba yako. Ndio maana nakupenda mwanangu. Uwe na mimi. Ya tuona mapenzi yetu wawili tu kama ya Adamu na Hawa. Hapo hamna kusema kwamba fulani ameniumiza. Mimi baba yako nakujua vizuri. Siwezi kukuumiza. Na nitakupa kila kitu katika maisha yako mwanangu. Vile nilivyokulea, matunzo niliyokupa, basi itakuwa ni mara 10 ya hapo baada ya kuwa na wewe unafanya penzi. Baba, mbona mimi siwezi kukatalia wewe ukioa? Yaani wewe hata kama ukija ukioa wake zako, mimi siwezi nikaja nikawafanyia vitu vyovyote. Baba, mimi siwezi kuwa mkeo. Baba, mimi mwanao. Yaani unajisikiaje labda mimi nikiwa naongea na wewe nalia? Angekuwa mamangu uko ananifanyia hivi. Nachotaka mwanangu, unitoe mchanga matone kwangu. Kwa hiyo, hivi vitu sio vigeni. Mbona uko wenzetu uko Ulaya wanafanya? Na inakuwa ni siri yao. Why sisi? Unapika chakula kizuri na shiba. Kwa baada ya kuwa mimi ni shiba, unatakiwa unitulize. Nisiende chooni mwanangu, nije kitandani kwako. Nikupeti-peti. Hebu nifikirie hilo. Mimi niliogopa kuoa baada ya mama yako kufariki. Nikiogopa kwamba naweza nikaoa mwanamke mwingine, akaja akakutesa wewe, akakunyanyasa wewe. Kwa nikasema acha mwanangu nimlee vizuri, nimvalishe vizuri, apendeze ili mimi nije kunufaika na mwanangu. Sasa nafikiri mwanangu, nipatie asali yako nilande mimi kuliko kuwapatia watu ambao watailamba hiyo asali baadaye watie maji. Au kwa sababu mamangu amefariki watu baba, mimi moyo wangu mwepesi. Mimi siwezi kuonea hivi kwa mkeo. Mimi siwezi kuwa mkeo baba. Nakufikiria. Kwanza usilie mwana. Mimi sitaki kuliona chozi lako. Unajua chozi lako
ni nzuri kama utakuwa unalia hapo kifuani kwangu na kubembeleza, sio ulie kwa sababu ya maumivu. Siwezi kuwa mkeo. Hapo mimi ni mwanao. Una mtoto mmoja tu baba. Totocha. Toto anamsa Mwanda. Sasa hapo ndo kilikuwa chanzo cha matatizo yote kwanza. Lakini mimi nilikuwa naomba mawasiliano yako, chochote kinachotokea ili tujue tunawasilianaje bibi yangu. Namba yangu hii hapa basi, nadhani tutawasiliana. Na pia mara kama unavyoona ndugu yangu, na vitu vyako hivi, mbona chuma hiki chenyewe kabisa, hiki chuma yani chuma kipya kabisa. Unajua mimi nauza mtumba grade 1. Unaona kitu hichi labda plain kabisa hii. Wewe usijali kaka, shukrani sana. Nyingine ndugu yangu leo sipo vitu. Huko unafikiri bei kubwa? Yani bei yake sana bure ni bei yangu. Sana bure, angalia basi. Usijali kaka, wewe hakikisha tunawasiliana. Kwa hata bure. Na utaki nena hata bure utaki? Nimekumbuka. Likizo imeisha mama. Kwani na shule inafunguliwa lini? Unauliza tena mimi shule inafunguliwa lini? Wewe si ndo unasoma? Eti hujaangalia kwenye ripoti? Afa nikumbuka. Asa ndo ujue hapo nini kimeisha, useme mapema. Leo ndo mwisho. Kesho jioni unapanda gari unaondoka. Mimi nataka begi jipya na nguo za michezo. Afu masi unajua kule shule vitu ambavyo nataka kuongezea kwenye chakula. Nataka nunulie Pringles, peanut butter na chocolate na juice. Na juice mama najua vitu vingine. Sawa. Nitakununulia vyote unavyotaka. Lakini hakikisha ukienda usome. So ucheze tena. Tumeelewana? Sawa mami. Usijali. Sasa utamuta Jui. Unatakiwa useme vitu vyako ambavyo unakuandaliwe, sawa? Umwangalie wakati anakuandalia vitu vyako vya shule. Usije vingine vikabaki ukaanza kunipandisha gari mimi nikuletee. Tumeelewana? Sawa mami. Juli. Abe mama. Abe mama. Sasa nimekuita nikwambie. Huyu kesho shule anatakiwa aende. Shule? Shule. Jamani, mbona mapema sana? So mdogo wangu. Pole mdogo wangu, lakini nitakumisi. Hata mimi nitakumisi dada. Mama. Hili nyimbo itakuwa nyepesi sana kama somo ataondokana, nishamzoea. Acha yeye atatumisi pia. Maana tushamzoea.
So mdogo wangu nakupenda, sawa? Sawa. Sasa hakikisha vitu vyake umempangia vizuri. Nguo chafu fua, weka kwenye tranka, yani kila kitu kinachotakiwa cha shule yeye mwekee kwenye tranka. Sawa mama, nimekuelewa. Na wewe sio tena unatoka hapa unanipandisha tena gari. Oh mama, nimesahau wiki. Sitaki usumbufu. Tumeelewana? Nimekuelewa vizuri sana mami. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una... Karibu. Mbona umesimama hapo na ukiti kwenda ndani? Mkude, kwani wenyewe wapo ndani? Dada yupo mbio. Ametoka na marafiki zake. Sijui ameelekea wapi, lakini ametoka sio muda. Hapo sawa, mando ulikuwa unatamani itokee. Sasa mimi na ajenda gani naye? Utako niambie ujumbe wangu kwa Juli uje upate. Ni kweli ujumbe wako nimeupata. Na Juli ameniambia siku nyingi sana. Lakini nimekuwa sio nikamda inaelewa kwa sababu nimekuwa nikijiuliza na swali mengi sana. Mwanamke mzuri kama wewe, unawezaje kunitenda nini na hii kazi yangu? Mimi naiti kabisa wewe unanimakia. Sio kama unanipenda. Mkude, tambua mimi ni Tonyipini. Na mpaka ninamtuma yule ujumbe kama ule. Tambua mimi nimependa tu. Umenielewa? Siwezi kudanganya kwa lolote. Mimi nina hisia kubwa sana na wewe. Nakupenda kutoka moyoni wangu. Naomba unielewe. Mimi nahisi kabisa wewe haunipendi. Unataka tu kunichezea mpaka wa mwanamke mwenzio. Hivi unadhani maneno yako mimi nadhani kaelewa? Wewe unipendi mtoto wa mama Moi. Unipende kabisa. Hebu usiniambie maneno yako haya. Na ndio maana hata Juli mimi sijamsikiliza kwa lolote zile. Kwa sababu naamini wewe unipendi. Unataka kunikenia. Si ndivyo? Naomba usibise zangu. Kubali ombi langu. Kwanza ndugu yangu, mimi niendelee sana kutushukuru kwa sababu umekuwa unaonesha moyo na dhamira ya kutaka kunisaidia katika hili jambo. Lakini kutokana na wingi wa mambo na shughuli za kibinadamu, nimekuwa nikikosa sana muda wa kuzungumzana. Ningekupeleka nyumbani, lakini ule sio salama sasa. Na ndio maana nikaona hii ni sehemu nzuri ya mimi na kusikiliza. Baada ya hilo unaniambia nini kiendelea? Bau, kwani unaingia chumbani kwangu bila lusahau mimi?
Nimeumembeleza sana kwa maneno kidogo. Nimebana. Nipe nifanya hata kidogo tu. Hapa chupa limeshajaa. Hapana. Siwezi baba. Toka. Mwenyekiti, hili swala najua ni gumu sana kwani na kweli kitendo nilikifanya, lakini unafahamu fika toka mke wangu afariki nina muda sasa, mavazi anayovaa yatushawishi, tunatamanika. Nisaidie, mimi nitatafuta chochote kitu takupa kama asante. Bwana Makoko, labda nikwambie kitu. Kwanza, usije ukawa unafanya jambo kwa mtu kwa kutegemea kwamba baadaye akupe ujira kwa njia ambayo sio sahihi. Wewe mimi kunisaidia mpaka kuwa mwenyekiti haikupi ruksa ya wewe kuweza kufanya maovu kisha mimi kama mwenyekiti nikukingie kifua. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwanza, hicho kitendo ulichokifanya hakina ungwana hata kidogo, hasa ukizingatia yule ni mtoto wako, tena mtoto wako wa kuzaa. Ina maana ulishindwa kuona wanawake waliopo mtaani ukamtafuta yoyote ukazania mahusiano au hata ukachukua ukamwoa, na badala yake unaenda kumbaka mwanao wa kumzaa. Sawa mwenyekiti, lakini sio kwamba mimi nikosa mwanamke wa kuoa, ila unafahamu yule mtoto ndo binti wangu wa pekee. Kwa mimi niliwaza naweza nikajikuta naoa mwanamke afu si na mapenzi na mwanangu. Sasa hatimaye ndio vishawishi tena vya shetani vimeniingia. Nisaidie ndugu yangu. Sasa sikiliza, mimi nitakusaidia, japokuwa hata mwanao alikuja hapa na kuleta malalamiko. Kwa hiyo matumaini yake makubwa sana anatarajia kwamba mimi kama mwenyekiti nimsaidie. Kwa hiyo mimi naamua kukusaidia kwa kukengeuka. Ila angalizo, baada ya msaada mmeteke utoa hapa, naomba nisisikie umerudia tena kufanya ukengeufu kama huo ndio umeufanya kwa mwanao. Tofauti na hivyo Makoko. Mimi nashukuru sana mwenyekiti, na hapo ndo napoamini ule msemo kwamba zimu likujualo alikuwa likakwisha. Ila nikuahidi, hii ni ya kwanza na ya mwisho. Sintarudia tena ufirauni kama huo. Tu mwenyewe mbaka basi alikuwa hata bikra, sio bikra. Ila basi tu nisaidie. Mimi sitaki kuongea mengi, nishakupa maelekezo. Hilo swala mimi nitalishughulikia na litakaa sana. Baada ya yote, binti aliamua kwenda kwa mganga. Na baada ya kupata nguvu kutoka kwa mganga, akamuona babake. Na ndo akaamua kukimbia nyumbani kwao na kuhamia mtaa mpya. Na mpaka sasa hivi tunavyozungumza hapa, serikali bado wanamtafuta ili wamtie mwimu. Mama mchungaji. Ndio baba. Kuna swala nataka nikwambie, na imenichukua muda mrefu sana kutafuta nafasi ya kukwambia, lakini kutokana na ubiza wako na mambo ya kanisani, maombi, nilikuwa nakosa nafasi hiyo. Lakini leo hii nimepata hii nafasi, naona ni vema tu nikwambie na mama. Sawa, hamna shida. Pale ninapoishi ni kwa dada yangu pamoja na mume wake. Yaani namaanisha kuwa naishi kwa dada yangu.
lakini pale ndani bwana, kuna mambo hayako sawa. Nahisi kuna nguvu ya shetani kwa pale ndani, na hiyo nguvu inatokana na dada wao wa kazi. Yule dada amekuwa msumbufu sana pale ndani, yaani kwa kifupi, ana imani za kichawi. Amekuwa akifanya mambo mengi sana ya kichawi, mengine tunayaona, mengine yanajificha. Lakini mwisho wa siku nikasema hapana, kwa kuwa toka nifike hapa, nafika kanisani kwako kuja kusali, nikasema bora nikufikishie ujue namna gani ya kutusaidia mimi. Sawa, hamna shida kabisa mwanangu. Unasikia kitu kimoja kipo hivi, utakiwa kuwa na hofu wewe ambaye tayari umeshamwamini Kristo, na nuru unaagiza havichangamani. Kwa hiyo hayo mambo ni madogo sana mbele za Mungu. Mungu wetu ana uwezo na ana nguvu za kutenda jambo lolote lile. Usiwe na wasiwasi, hakuna jambo gumu kwa Mungu. Ila nitapanga siku moja ngine kutembelee, nijue mazingira unayoishi. Ila ondoa hofu. Mungu uliye naye ni Mungu mkubwa mno. Ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kuliko unavyofikiria. Anaweza. Usiwe na wasiwasi, endelea kusimama na usiache kuomba. Unapokuwa nyumbani asubuhi, unapotoka na shughuli zako, unaomba, na usiku unaomba, ili Mungu akupe nguvu na uweza wa kupambana na hiyo vitu. Usiwe na wasiwasi, nitakutembelea nyumbani. Basi kama hivyo, nitafurahi sana mama mchungaji. Maana hili swala limenizidi. Nimevumilia, nimeshindwa. Inakuwa sipati usingizi. Nashindwa kufanya maombi vizuri. Nikijaribu kula ananitokea. Nikijaribu kufanya hivi basi tu ni shida tu. Kwa hiyo nakuomba sana. Kwa kuwa umesema utakuja kutusaidia, uje utusaidie mamangu. Tunapata shida. Tunateseka. Basi usiogope, litakuisha tu. Mungu anaweza. Basi ni hilo tu mama mchungaji. Hakuna nyingine. Amina, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana mtumishi wa Bwana. Na yule binti, ukiachana na jambo tu la kuwa muuaji, pia anajihusisha na mambo ya kishiriki. Mimi binafsi siamini sana katika masuala ya kishirikina, na hasa kwa Juli, kwa sababu nimeishi naye mimi pale nyumbani kwa kipindi hiki kifupi ambacho nilikuwa nikikaa naye pale. Sijawahi kuona hata siku moja akifanya masuala ya kishirikina au uchawi wa aina yoyote nibuga kwao. Sasa unavyoniambia hivi kidogo na napata ukakasi kuamini. Isije kaa watu wanamsingizia ndugu yangu. Wewe kiongozi, kama uamini, fanya hicho unachokamili. Iba voda wako si kuchukua kioo, utakuja kuniambia utakachokiona. Wewe basi sawa. Mimi nikushukuru sana kwa voda yako. Lakini pia nipo tayari muda wowote ule kuonesha ushirikiano. Kwa sababu inaonekana kuna dhamira nzuri ipo katikati yangu mimi nawe. Yetu meiona kabisa inaleta iende kupei na sababu umu ndani wote washaanza kupiiki vibaya. Ni kweli, hata mimi
ila tutakiwa kukata tamaa kabisa. Tunatakiwa tuunganishe nguvu zetu ili tuweze kushinda. Hatutakiwi kufeli kwenye hili. Nadoza, mimi najua nilikubalia, lakini sio kwa hivi tunavyoendelea. Nilikwambia baki mahusiano yetu yawe ya asili, lakini sio kwamba kama kawaida kunajiachia. Ujue hii jawi Sunkude, mimi nipo tayari hata kututoa hapa. Nipo tayari uondoke hapa nilokule biashara ifanye. Lakini yote nayafanya kwa sababu ninakupenda. Ndio kijana leo kwa mzuri, handsome boy. Wewe unapenda kazi ya ulinzi kweli? Naomba nielewe mama wangu. Usipe muda upane mkuu. Ni kwamba hapa sasa hivi ni muda tu wa wewe kuamua kuiacha hii kazi ya kudharaulika, mkuto kuheshimika. Nikaja kwangu nikakuheshimisha. Kimeelewa? Elewa hilo. Alafu kaa ujiulize ni kwa nini mimi nakaa nakwambia habari za hizi. Ninakupenda kutoka mwenyewe. Ila sipendi mwanaume ambaye ninampenda aendelee kupenda kazi ya kudharaulika. Sasa mke wangu, mimi nimeshakuelewa. Hilo halina shida. Maana hata mimi mwenyewe nimechoka kukaa hapa. Tatizo lako mume wangu, huwa unasema umenielewa, lakini kila siku unarudia yale yale. Naomba urudi, mimi nishachoka kuishi peke yangu. Yaani nyumba ina mizengwe kila siku shida tu. Vipi kuhusu na lile swala? Umenisamea? Kuhusiana hilo tutaongea mke wangu, tutaongea. Mimi na wewe tena mke wangu jamani. Basi sawa. Ndio ufanye urudi, mimi nimekumisi bana. Bwana usijali. Mimi mwenyewe nimekumisi kwanza. Ila tuwe serious baby. Yaani nimechoshwa na maisha ya hapa. Yaani mizengwe tuko yani akambi. Haupiti huku, hauendi huku, hafalariki. Hapafanyiki kitu chochote nakwambia yani. Kwa hiyo leo wewe ndo unasema umechoka? Kwa hiyo utarudi lini? Hebu tuambizane ukweli basi. Nafikiri baada ya siku 2 tu mimi nitaweka vitu vyangu sawa na kuja mtaani. Basi fanya urudi bana. Mtanuna ujue. Na mama watoto fanya hivyo bwana. Haya sawa basi mume wangu, nakupenda. Nakupenda pia. Haya poa basi baadaye. Sawa.
Mume wangu, nini kilitokea baada ya kukutana na mtumishi? Kiukweli mtumishi alifanikiwa kuja nyumbani na akamwombea yule binti, na cha kushukuru zaidi, yule binti mapepo yalimtoka, yaani namaanisha uchawi wote ulitoka. Na baada ya kujulikana kwamba ni mchawi, nini kiliendelea? Kilichoendelea pale ni sijui, yani ni nani alipiga simu kwa polisi, maana wakati tunashangaa tujui nini cha kufanya, polisi waliingia ghafla na wakamchukua yule binti wakaondoka naye. Poleni sana. Na vipi kuhusu Swaumu, maisha yake yaliendeleaje? Familia ilirudi kwenye furaha na Swaumu alirudishwa shule. Nikaona sio mbaya, matatizo yameisha, mimi nirudi nyumbani kuja kuungana na mke wangu tuendeshe maisha yetu. Ndio maana leo nikaamua kurudi nyumbani mke wangu. Nafurahi kusikia hivyo mume wangu. Yaani asante sana kwa kukumbuka kwamba nyumbani umeacha familia. Kiukweli maisha niliyoyaishi kipindi wewe haupo yalikuwa sio mazuri kabisa, kwa sababu mimi sijazoea kukaa mbali na wewe, hilo najua. Hivyo nakuahidi sitokuwa tena mkorofi, sitokupandishia sauti, nitakuheshimu kama mume wangu. Nafurahi sana kusikia hivyo mke wangu. Kiukweli kwa upande wangu mimi nilishakusamehe na nimekusamehe na nitaendelea kukusamehe. Lakini pia mimi nichukue nafasi hii kukuomba samahani mke wangu. Kama mwanaume sikutakiwa kuchukua maamuzi yale, yaani nayakimbia matatizo. Kiukweli pale niliwafelisha wanaume wenzangu, lakini kwa kuwa haya yameisha mke wangu, mimi nakushukuru kwa kunisamehe wewe na mimi nimekusamehe. Tuendelee na maisha yetu, lakini nikuahidi tu nitaendelea kukupenda, kukujali na kukuthamini. Sawa mume wangu. Karibu nyumbani. Mazingira kama ulivyoacha ndo vile vile. Tunapambana na maisha. Karibu. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mume wangu. Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena, kivuli cha